Aisee, karibu tena kwenye channel yetu ya Mambo Vipi. Leo tunaenda kuzungumzia vita kati ya Urusi na Ukraine. Nataka sasa, kabla tujaanza kuzungumzia hiyo kitu, nataka hebu ujaribu kufikiria siku wewe umekaa zako, umetulia kimya, unategemea na una mipango yako mingine ya kwamba ya kuifanya hiyo wiki. Alafu unakuta tu kwa sekunde moja hivi unakuta mara ni kama vile maisha yako yamebadilika kutoka ile ukimya na utaratibu na amani iliyokuwepo kwenda kwenye vita. Hiyo ni kitu ambao watu wengi hatuizungumzii kwa sababu hatuelewi, hatujawahi jaribu kuwa kwenye vita. Lakini inaonyesha kwamba dunia iko kwenye mstari mwembamba sana sasa kati ya amani na vita. Na kuwa amani au na kutokuwa na amani ni vigumu kwa mtu ambaye hujawahi experience hiyo kitu kuiona, kwa sababu watu wanawahi kufikiria vita ni ile wanavyoiona kwenye movies na vitu kama hivyo, lakini ni kitu kingine tofauti, kinaathiri watu kwa namna tofauti. Sasa katika hii hapa ninavyoenda kuzungumzia leo, jaribu kwa upande mmoja, imagine kwa upande mmoja kuna Urusi ambao ndo walianza kwanza kuingia Ukraine, upande mwingine kuna Ukraine. Alafu Ukraine sasa hawako peke yao pia. Ukraine kwenye upande huo kuna NATO, kuna mkono wa NATO ambao ni Marekani na mataifa mengine makubwa. Lakini pia na upande wa Urusi baadaye ikaja kuwa kwamba hawakuwa wa Urusi peke yake, kuja kuwa na Iran, kukawa na China na India kidogo kwa mbali. Kwa sasa kitu cha msingi cha kuangalia hapa ni kwamba tuliona ile video magari yanakatiza, lakini wale watu wanaoishi pale kesho yake ni kwamba walianza kusikia makombora, umeona, mabomu yanapigwa kila siku, umeona, mipaka inasogezwa taratibu na ile ule mpaka wa mwanzo kabisa ambao ulivukwa, majeshi ya Urusi yaliweza kufika ndani sana ya Ukraine, yakafika ndani zaidi ya Ukraine. Lakini ikaonekana pia kama ilikuwa ni makosa kufanya vile, kwa sababu Warusi waliamini tu moja kwa moja kwamba wanaweza wakaenda wakaichukua Kiev, lakini wakaja wakazungukwa kijeshi, wakaja wakakatwa, tunasema kama wamekatwa, zilikatwa supply kwa wale wanajeshi ambao walikuwa wako ndani ya Ukraine, wakajikuta wamezungukwa, wakapigwa mabomu na vitu kama hivyo, na vita sasa ikarudi tena mpakani. Na sasa ndio tuko hapo hadi sasa hivi. Lakini sasa swali linalotakiwa kujiuliza, wewe mtu unatakiwa kujiuliza, ni kwamba hizi habari unazozisikia za kila siku ni za kweli, na unavyozipata unaweza kuzichambua au kupata uchambuzi ambao utakuonyesha kwamba ni namna gani hali halisi ya vita sasa hivi. Ni rahisi sana kuchagua kambi kwenye hii mijadala ya vita, na ndio hicho kitu nimejifunza. Watu wanawahi kuchagua kambi, yani mtu anaweza akafika akasema kwamba bana, mimi vita hii nimechagua upande huu. Kwa hiyo na maana hata ile kujadili au mijadala kuhusu hali halisi ya vita watu wanakuwa wako biased. Kwa hiyo hapa najitahidi kuelezea bila biasness, kuelezea pande zote mbili. Kwa sasa nani ameshinda? Kwa mfano nikiangalia hii sasa vita, nani ameshinda, nani ameshindwa? Umeona, hilo ni swali ambalo ni gumu kulijibu. Na hili swali limekuwa, jinsi tunavyozidi kusonga mbele kiteknolojia na nini katika vita vya kisasa, inazidi kuwa vigumu kuvijibu, kwa sababu kama nilivyosema, zamani majeshi ya zamani yalikuwa yanaonekana ni kwamba una jeshi kubwa basi unashinda, kutokana na kwamba vita ilikuwa inaenda napigana kwenye battlefield. Lakini sasa hivi ile vita ya kuja kuchukua nchi ni vita ambayo huwezi ukapata mshindi moja kwa moja. Kwa hiyo sasa, na pia swali la pili la kujiuliza, je, hii vita itaishia Ukraine tu au tunategemea kwamba hii vita itaendelea, itakuwa kubwa au imeshakuwa kubwa? Wewe kwa maono yako unaona imefikia wapi? Kwa hiyo ndio story ya leo. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Sasa watu wengi sana wanakuwa wanafikiria kwamba hii vita ilianza mwaka 2022. Ni sahihi, ilianza na 2022 kwa maana ya kwamba ile confrontation, ile watu kuanza kukutana na kuanza kupigana. Lakini ukweli wa kwamba hii vita imeanzia wapi, ni vita ambayo ilianzia nyuma sana. Kwa sababu kama unakumbuka 2014 kulitokea, kuna kidogo ilitokea na kuna mapigano madogo ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwa upande fulani ni kweli vita imeanza ile rasmi, vita kubwa imeanza rasmi mwaka 2022, lakini sio ukweli mzima, kwa sababu kuna story ndefu sana
ya hii vita. Kama unakumbuka vita ilianza wakati wa Crimea ilivyokuwa Urusi ilichukua Crimea kwa mabavu. Na kule Crimea kumekuwa kunaendelea na mapigano kwa muda mrefu. Warusi wakajenga hadi daraja kuifikia Crimea. Kwa Crimea ikawa kama vile imepokonywa na Warusi. Umeona? Na hii story, kwa hiyo ukiangalia kwa namna hiyo unagundua ni story ya muda mrefu sana, ni story ambayo inahusiana na mambo ya historia ya watu wenyewe, yani watu wa Urusi na watu wa Ukraine, kwa sababu watu wa Urusi na Ukraine kuna ukaribu mkubwa sana kati yao. Umeona? Ni historia ya nguvu na ushawishi, kwa sababu hizi nchi kubwa zinapenda kuonekana zina ushawishi na zinapenda kuwa na ushawishi na baadhi ya maeneo. Kama ukiangalia Urusi kwa mfano ina ushawishi mkubwa sana Belarus, na Urusi zamani ilikuwa hizi nchi zote zilikuwa ni sehemu ya Urusi au ilikuwa inaitwa Soviet Union. Kwa hiyo Warusi wanajaribu kurudisha ile Soviet Union. Kwa hiyo ni story ndefu sana, lakini pia ni story ya hofu. Kwa sababu kumbuka kwamba moja ya kitu ambacho kinahusika hapa ni issue ya Ukraine kujiunga na NATO. Kwa hiyo ni kwamba hofu ya kwamba Warusi kufikiria kwamba okay, sasa NATO wakiwa wako hapa karibu na vitu kama hivyo. Lakini pia ni issue ya utamaduni wakati ya hizi nchi mbili. Umeona kwamba hizi nchi mbili zina share vitu vingi sana, watu wake wana share vitu vingi sana kwenda miaka na miaka. Ukiangalia sehemu kwa mfano kama pale Donbas ni watu wako wengi sana wanajiconsider wenyewe, yani wenyewe wanajichukulia ni Warusi, watu wengi wanaoishi Donbas. Kwa hiyo ni kwamba hata na ndio maana na Urusi nayo inachutumia kama ni kigezo kusema kwamba ije iwakomboe watu wake kwa mfano. Kwa hiyo ni kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanahusika katika hii vita. Kikubwa sana ambacho Warusi wanakitaja, japokuwa nimetaja mambo mengine yote yanayohusika, lakini kikubwa ambacho Warusi wanataja ni kwamba ili swala la kujiunga na NATO, kwa sababu Ukraine walikuwa wanataka wajiunge na NATO kwa sababu za kiulinzi. NATO ni nini? NATO ni umoja, yani nchi ambazo zimekubaliana kwamba sisi peke yetu mmoja hatuwezi kujilinda, kutokana na kwamba tuna maadui zetu ambao tukienda nchi moja tunaweza tukapigwa. Kwa hiyo sasa kwa pamoja unaunda jeshi moja kubwa ambalo linakuwa lina nguvu zaidi. Ziko nchi nyingi sana za Ulaya, ipo Canada, ipo Australia na nchi nyingine nyingi ambazo tunasema zenye utamaduni wa west wa mashariki yani. Lakini pia kuna Marekani ndani yake. Na upande mwingine sasa ndo kuna Urusi na kuna China. Kwa hiyo hizi ni sehemu tatu za nguvu zinazoiongoza dunia. Kwa hiyo Warusi waliona hilo kama ni tishio. Lakini wenyewe ukiangalia kwa upande mwingine, ukiachana na Warusi sasa, wenyewe wa Ukraine kwa upande wao waliangalia historia yao, kwa sababu historia yao ilionekana kwamba muda wowote ule Warusi wanaweza wakataka kuja kuichukua nchi ya Ukraine. Na hiyo sio kwamba tu ni kwamba ni kitu ambayo labda walikuwa wanahisi au nani, ni kitu ambao ipo na serikali ya Urusi ilionyesha ina nia ya kuirudisha ile umoja wa Kisovieti ule wa zamani ambao ulivunjika baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Kwa ukiangalia ile historia yake ikaona kabisa hapa kuna sababu ya kujilinda, kwa sababu kama kuna katika nchi ambazo zina ukaribu zaidi na Urusi na kwamba Urusi inaona kama vile ni prize yake, ni kama mtoto wake fulani ni Ukraine. Na Ukraine ni kwamba kitu kilichotokea ni kwamba kabla ya huyu rais wa sasa hivi, rais ambaye alikuwepo Ukraine mwanzo alikuwa ana uhusiano wa karibu sana na nchi ya Urusi. Huyu aliyekuja akabadilisha hiyo kitu, kwa sababu akasema kulikuwa na mambo ya rushwa mengi na vitu kama hivyo, kwa akabadilisha. Na ndio hapo sasa ikabidi kwamba Warusi waone kwamba bana nchi itabidi tuichukue tena. Umeona? Kwa mgongano ndo ukawa sio kama umeanza, lakini ndo kama vile ngoma inogile sasa kuanzia hapo. Unaona? Sasa hali sasa hivi ilivyo, hapa inabidi kuichambua kwa kuwa kweli, yani bila kuangalia kwamba unataka kuchagua upande huu au kuchagua upande huu. Kiukweli ni kwamba hali sasa hivi, pamoja na kwamba mwanzoni watu tulijua kwamba Urusi ingeweza kuipiga Ukraine chapter. No, kwa sababu jinsi inavyofahamika kwamba ukubwa wa jeshi la Urusi ukilinganisha na jeshi la Ukraine. Na sehemu nyingi mtandaoni ulikuwa unaona wanaandika, wana compare kuna sijui
magari haya, si ya mabomu, si mabomu haya, umeona Urusi na nuclear, wao hawana hiki. Kwa kulikuwa na comparison nyingi sana. Lakini imekuja kuonekana kwamba hadi sasa hivi hakuna mshindi kwenye ile vita. Na hii vita inaendelea, haionekani mwisho wake utakuwa lini. Kwa mfano, Warusi waliingia moja kwa moja ndani, kama nilivyosema ile mwanzo, waliingia moja kwa moja ndani na vifaru na nini, wakaenda wakawa wanaelekea kwenda Kiev, kwenda kuiangusha sasa serikali. Lakini wakapigwa mabomu, wakafa wanajeshi wengi sana. Na walichofanya ni kwamba wa Ukraine walikata zile supply. Yani kama hivi watu mmeingia ndani afu wakaja wakawazunguka, wakawaua wengi sana. Kama nakumbuka kulikuwa na video zinaonyesha vifaru vile vya vieleki vinaenda wapi. Na kwa sababu vile vifaru ambavyo viliingia mwanzoni vilikuwa ni vifaru vya zamani vya vita ya pili ya dunia, ambavyo tayari viligundulika weakness zao, kwamba vikipigwa bomu pale karibu na ule mkanda ule mfuniko unatoka na wale watu walioko ndani wanafariki. Kwa vilipigwa sana vile vifaru, watu wakaanza kutoka nje ya vile vifaru kukimbia, kwa sababu wakaona kuwa ndani ya kifaru sio tena ulinzi, kwa sababu tena ni hatari zaidi, kwa sababu ulikuwa ukipigwa ule mfuniko na mabomu yaliyoko ndani ya kifaru yanalipuka, kwa mnafia humo ndani. Kwa hiyo ikabidi sasa Warusi warudi mpakani tena, wakavuka mpaka wakarudi, ili kuanza sasa kupigana sasa ile vita ya nginja kuweza kuchukua kila tunasema kuchukua kila inchi, yani kuchukua kila sentimita, ili uweze sasa unarudi kuingia ndani kuichukua nchi. Sasa hiyo tumekuja kuona kwamba vita ya namna hiyo ni ngumu sana, kwa sababu ni vita ambayo sasa inabidi muende yani kwenye trenches, sasa mnapigana risasi kwenye trenches na nini. Sasa bado kulikuwa kuna kitu tunasema kwamba Urusi alikuwa bado ana vifaa vingi, ana mabomu mengi na vitu kama hivyo. Ndio ilipokuja sasa NATO kubadilisha hiyo balance, kwa sababu sasa NATO kipindi hicho, kama nakumbuka, rais alikuwa ni Biden kwa Marekani, na nchi za Ulaya zilikuwa zinaiunga sana mkono Ukraine. Na nchi za Ulaya zinaiunga sana mkono Ukraine kwa sababu zilikuwa zinajua kwamba hii vita akimaliza Ukraine, ambitions alizokuwa nazo Urusi ni kuwa naye na nguvu kwa Ulaya, kuweza kuicontrol Ulaya, umeona. Kwa ni kwamba walikuwa wanajua akimaliza hapo, maana yake Poland itakuwa iko inaweza kavamiwa, au Lithuania inaweza kavamiwa. Na kwa sababu kuna nchi kama Belarus tayari ishaonyesha kwamba zinaenda kuungana mkono na Urusi. Kwa hiyo Ulaya ilikuwa inabidi ifanye kila inachoweza kuisaidia Ukraine. Kwa hiyo Ukraine wakawa wameweza kusaidiwa na wamepigana vita kwa asilimia kubwa, na hadi leo ndio maana unaona bado Ukraine bado imesimama. Ndio kuna eneo kubwa la sio kubwa sana, lakini kuna eneo la Ukraine ambalo limeshachukuliwa na Warusi. Lakini ile eneo kwa hivi karibuni, kama umegundua, lilikuwa linazidi kupungua. Unaona, kwa sababu wale wa Ukraine wamekuwa wanachukua lile eneo lao linalobaki. Lakini nao wa Ukraine waliona kwamba ili kuweza kutengeneza bargaining power, walichukua eneo fulani ambalo lilikuwa halilindwi na Warusi, la upande wa Urusi, na wenyewe wakaliteka lile eneo. Kwa hiyo imekuwa ni vita ya kubadilishana maeneo hivi na hivi, kusukumana. Ni vita ambavyo wenyewe kitaalamu wanaita ile wanasema wako na meat grinder, yani watu wamekutana hivi, yani wanauana, yani ni kama kusaga nyama wanavyosema, kitu fulani cha hatari. Kwa hiyo sasa NATO, kwa nini Ukraine wameweza kusimama hadi hapo waliposimama? Ni kwa sababu walipata misaada mkubwa kutoka NATO, sana sana misaada ya silaha, umeona. Kwa sababu sasa wakawa inabidi waweze kuzitungua ndege za Urusi. Kwa kufanya hivyo walikuwa wanahitaji, kwa mfano hizo kuna mashine zinaitwa Patriots za kutoka Marekani, kuna mabomu fulani kutoka Uingereza ya kuweka hapa kwenye bega kuweza kutungua ndege. Lakini pia mafunzo ya jinsi ya kutumia hivi vitu, na pia mafunzo ya kuweza kupigana. Kwa hiyo NATO ndio ilikuwa inakabidhi hivyo vitu kwa Ukraine. Lakini kikubwa zaidi ambacho katika vita ni kwamba taarifa, kujua kwamba adui yako yuko wapi, adui yako ana uwezo gani, adui yako amepeleka wapi mizigo gani. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo sasa Ukraine ilikuwa inavipata kutoka kwa NATO. Umeona? Lakini Urusi nayo sasa, kwa sababu hii vita imerudi, nayo Urusi sio kwamba ilibaki tu na kumbwela, na yenyewe ikafanya
juhudi zake kibao, ikiwepo mojawapo ni kwenda kuajiri watu wapiganaji kutoka nje, kwa sababu ikapata sasa msaada kidogo kutoka kwa Iran, ikapata msaada wa wanajeshi kutoka kwa Korea ya Kusini, umeona, ya Korea ya Kaskazini samahani, ukawa umepata msaada wa wanajeshi kutoka Korea ya Kaskazini, lakini pia na wenyewe walikuwa wanajaribu kuadapt kuendana na ile vita jinsi inavyoenda, kwa sababu ile vita sasa ikawa inaonekana kwamba walivyokuwa wanategemea ile kasi ile ambayo walikuwa wanategemea kwenda nayo haiwezekani, unaona. Kwa hiyo sasa inabidi wadijust, utafute namna moja wapo, ikawa ni kwamba sasa wakaanza kupiga sana mabomu, wanatuma mabomu ya long range ambayo yanaenda moja kwa moja yanapiga ndani ya Ukraine. Hii kitu ilisababisha mauaji ya watu wengi sana ndani ya Ukraine, kwa sababu haya mabomu, kama ukiangalia kuna mji kwa mfano ukiangalia kama Kharkiv, yani ulipigwa, yani ulisambaratishwa, unaona, na ilikuwa haichaguliwi kwamba ni kitu gani au kipi kinapigwa, yani walikuwa wanapiga mabomu tu ovyo ovyo, unaona. Kwa hiyo wameua watu wengi sana, na kipindi hicho kumbuka, kwa sababu Ukraine walikuwa hawana hizo, kwanza walikuwa wanapewa mabomu kwa masharti na NATO, kwamba usipige shule, usipige civilian infrastructure, usipige miundombinu ya kiraia. Kwa hiyo walikuwa wako kama vile wanapigana huko wamefungwa mikono, kwa sababu inabidi waende wapige wanajeshi, na kuna baadhi ya mabomu ambao walipewa kutoka NATO na Marekani yalikuwa yanaweza kwenda kupiga hata Moscow, lakini wakazuiliwa wasiyatumie, na kuna mengine wakaambiwa wasipewe. Kwa hiyo wanapewa short range ambazo zinaenda tu unapiga hapa. Kwa hiyo sasa kwa sababu hiyo Warusi wakarudi wakakadiria yale mabomu walionayo wa Ukraine, afu wakarudi umbali ule ambao mabomu yale hayawezi fika, afu wao wakawa wanafiatua vitu vinavyoenda mbali, kwa sababu wenyewe sasa hawana mtu ambaye anawakataza kwamba wasifanye, na wakawa wanatuma ndege zao kwenda kuataki na kujaribu kuwalinda wale wanajeshi ambao wanapigana moja kwa moja. Lakini ile vita imeua wanajeshi wengi sana na imetumia rasilimali nyingi sana, umeona. Na ile sasa ili kuendelea kwa sababu kuendelea ushinikizaji ni kwamba sasa hizi nchi za NATO na Marekani zikawa sasa zinajaribu pia kuivunja Urusi kiuchumi. Unajaribu kufungia rasilimali zao, mafuta, wakajaribu kuacha kununua mafuta kutoka Urusi ili kwa sababu Urusi kwa asilimia kubwa inategemea hiyo mafuta na gesi ili kuweza kuendelesha mashine zake za kivita na kujipatia kipato, umeona. Kwa sasa Urusi ikatumia hizo rasilimali zake kwa kujaribu kushinikiza, lakini pia ikatumia watu wake wengi kujaribu kwenda kupeleka kwenye vita, lakini wamekufa wanajeshi wengi sana wa Urusi, wamekufa wanajeshi wengi sana wa Ukraine. Na imekuwa ni vita ya uvumilivu ambao sasa hivi tunaelekea kama mwaka wa 4 au tunaelekea wa 5, ambao bado yani huwezi ukasema kwamba nani ameshinda. Lakini ndo tunarudi kama nilivyozungumzia vita ya Iran. Hapo ukirudi ukimwangalia yule mtu ambaye ni kidogo alikuwa anaonekana underdog, unamuona kama vile ameshinda kwa sababu ameweza kukaa hai kwa miaka 4. Japokuwa ndio kuna msaada wa NATO, kuna msaada wa Marekani, kuna msaada wa nani, hii vita sio kwamba indirectly ni vita ya watu wengi sana, lakini ndio hivyo kwamba wameweza kufanikiwa kusimama hadi hapa. Kwa hiyo vita sio ile vita ambayo ya haraka haraka kama ambavyo ilitabiliwa kwamba ingeweza kwenda tu haraka haraka basi watu wamepigwa huko na huko alafu story imeisha. Hapana, imeonekana kwamba ni vita ambayo inakuja kuwa ndefu na haieleweki ni lini itaisha. Kwa sasa hivi tukizungumzia ile tunavyozungumzia huu muda huu sasa hivi ni kwamba Urusi imebadilisha mbinu za kupigana. Na Ukraine pia na wenyewe wamebadilisha mbinu, umeona. Kwamba sasa Urusi mbinu ya kwanza walibadilisha, kwanza walijaribu kusema kwamba tusubirie kipindi cha baridi. Wakawa wanapiga sehemu za umeme na nini ili kwamba Urusi ikifika Ukraine kipindi cha baridi, ile baridi iwatese waweze kushindwa vita. Lakini sasa imeonekana tumeshapita misimu ya baridi kama 2 na Ukraine wameweza kusurvive. Kwa sasa hivi ile mpango ule wa Urusi wa kutaka kushinda haraka haraka wameubadilisha. Sasa hivi wanataka tu kuwachosha. Kwamba ni mimi, sikiliza, mimi na vifaa vingi kuliko wewe, kwa nitakuwa nakupiga tu, yani nakupiga tu hadi watu wako wachoke na hii vita. Ukichoka taratibu ndio kama vile ambavyo yani fisi, unajua fisi anavyoendaga ile anamkimbiza mnyama.
sio kama anavyokimbiza chui au nani kwamba anakimbiza mkamate ya mle. Fisi anakukimbiza taratibu hadi uchoke. Yani ungechoka ndo anaanza kukula hataja ku kwa ni kwamba ni vita fulani ambayo strategy yao imegeuzwa, imekuwa ni kufanya kwa polepole na inafanywa hivyo kwa makusudi. Yani umeona, mashambulizi yanafanyika, mashambulizi ya mara kwa mara, lakini ni mashambulizi yanayofanywa kutoka mbali kwenda Ukraine. Lakini sasa nao Ukraine katika wakati huo wameonyesha dunia kwamba kwa kiteknolojia sasa kwamba wanajiweza sana. Wameweza kutengeneza drones ambazo zinafanya mambo mengi sana. Wameweza kuharibu ndege za msingi kabisa za Urusi. Wameweza kuharibu mandege makubwa yale ambayo yanafanya uchunguzi, ambayo yanaweza karuka juu na kuangalia chini. Umeona, wameweza kutuma drone ambazo zimeweza kwenda kabisa na kupiga Moscow kabisa, ambapo watu walikuwa hawategemei kwamba hiyo inaweza ikatokea. Wameweza kutuma watu ambao chini kwa chini wameenda labda huko Moscow. Kama unakumbuka, kuna general mmoja hivi alilipuliwa kwenye gari yake. Kwa kuna vitu fulani na wenyewe wa Ukraine wameweza kuviadapt pia. Kwa hiyo imekuwa ni kwamba yani vita sasa inaenda back and forth, kiasi kwamba sasa imefikia kipindi fulani ambacho kama hivi juzi ilikuwa inatangazwa kwamba hata Warusi wanaanza kuishiwa wanajeshi. Sasa tulikuwa tunaona mwisho wanaenda kuajili watu kutoka Afrika. Tumeona kuna kipindi fulani hapa Wakenya wengi walikuwa wanaajiliwa kwenye jeshi hilo na nini, ili waende kupigana. Na wa Ukraine wenyewe pia umeona, unakuta yani kama rais wao unakuta yuko busy anasafiri nchi kwa nchi kwenda kuomba misaada. Kama hapa Denmark walipeleka ndege za kivita zile F-15 na F-35 kwenda kuwapa wa Ukraine ili waendelee kujilinda na kupigana. Kwa nini wao hizi nchi zinafanya hivi? Ni kwa sababu zinafanya hivi kwa sababu ya hofu ya kwamba na wenyewe wanaweza wakaja kutawaliwa. Kwa sababu kama kwa mfano Urusi akisema anataka kuja kupigana na Denmark ni nchi ndogo sana na wanajeshi wachache. Kwa bila huu umoja na kuweza kuizuia kule Urusi, maana yake unakuwa unajiweka katika hali mbaya. Maisha ya kila siku sasa, kutokana na hizi strategy walizobadilisha, maisha ya kila siku sasa mpakani pale yamekuwa magumu sana kwa watu. Pale mpakani maisha yamekuwa magumu sana kwa watu, lakini pia kwenye hii miji mikubwa ambayo kwamba sasa mabomu kama yanavotua Kiev kila siku. Mabomu yanavotua Kiev kila siku, yani watu maisha yao yamekuwa kidogo ni ya hatari. Lakini vita bado inaendelea na kuna maisha fulani ya kawaida katika hizi nchi yanaendelea. Yani kuna ile watu wanafanya mishemishe zao kama kawaida Ukraine, na kuna watu wanafanya mishemishe zao kama kawaida Urusi. Umeona, sehemu za Urusi ambazo ziko impacted ni za mpakani kwa sababu Ukraine hawashambulii sana ndani ya Urusi, lakini wenyewe Urusi kidogo wanashusha sana mabomu yani katikati ya Kiev kujaribu kuwachosha. Na hadi dakika hii haionekani kwamba watu wanaelekea kuchoka. Ni kwamba vile kwanza wanazidi kuadapt kutokana na hii vita, unaona. Ukraine, kama unataka kukumbuka kitu kingine nilichosema, ni kwamba Ukraine haiko peke yake. Kwa hiyo inabidi ujue hiyo kwamba hii vita inakuwa ngumu sana kwa Urusi, kwa sababu indirect inapigana na nchi nyingine nyingi sana ambazo zinaisaidia Ukraine. Kwa hiyo japokuwa hii vita pia tunajua kabisa ni vita pia ambao pia NATO wapo, lakini tunajua hawapigani frontline, hawako majeshi ya NATO hayako katika kupigana. Yanatoa ushauri. Kwa nini haijawa hivi? Kwa sababu ikiwa na majeshi ya NATO yakija mbele, hiyo tunazungumzia vita kuu ya 3 ya dunia, yani ni balaa tu. Unaona, kwa sababu sasa zinakuwa ni nguvu kubwa mbili zinapigana hapo, watakuja yataingia mataifa mengine, ndio itakuwa vita kuu ya 3 ya dunia tena. Lakini sasa pia hii vita hapo sio mwisho wake pekee, kwa sababu hii vita ina hatari kubwa sana ya kuweza kutanuka hii vita. Siku kwa mfano ikatokea Mrusi kuna kipindi Mrusi alirusha mabomu Poland, ikabidi lakini NATO ikatulia ikikufanyika chochote. Lakini hiyo mistari ikiendelea kuvunjika, yani kwa mfano nani akaataki sana nchi moja hapo ya NATO wana makubaliano fulani, ukiataki nchi moja zote zinaingia vitani, umeona. Kwa sasa zote zikiingia vitani kidogo Europe inaweza ikachafuka, hali ikawa mbaya sana, umeona. Utajikuta tuko kwenye hatua nyingine kabisa
ya kivita. Na hii ndio kitu ambayo watu wengi sana wanaihofia, nchi nyingi sana zinahofia kwamba je, tukivuka huo mpaka itakuwaje? Kuna hatari ya kuvuka huo mpaka, na je tukivuka huo mpaka itakuwaje? Kwa ndio kitu hicho hapo ambacho kinaleta hofu, umeona. Kwa hiyo tukisema tu summarize kwamba kwa sasa hakuna ambaye hamna dalili ambayo inaonyesha kwamba kuna yoyote ambaye anataka kurudi nyuma kwenye hii vita. Ukraine wako determined kupigana na Urusi wako determined kupigana. Jana tu hivi nilikuwa nasoma taarifa habari kwamba Ukraine wameingia mkataba na Norway kutengeneza drones. Kwa hiyo ina maana kwamba hii vita inazidi kuwa itaendelea kupigana kwa muda mrefu na inazidi kuwa stuck, umeona. Hakuna suluhisho la haraka, kwa sababu ukiangalia suluhisho la haraka halipo, kwa sababu Putin na watu wake wako determined, wanaona kama vile ni haki yao yani kuichukua Ukraine, na Ukraine haitakiwi jiunge na NATO. Lakini vita pia imeonyesha kwamba sasa maana mwanzoni Sweden na Finland walikuwa hawataki kujiunga NATO kwa sababu wanasema sisi tuna mpaka na Urusi, lakini sasa imekuwa kama vile ina effect tofauti na kwa Urusi, kwa sababu sasa hizi nchi mbili zimejiunga NATO, umeona. Kwa hiyo NATO imekuwa karibu zaidi kuliko hata ambavyo ingekuwa ikiwa na Ukraine. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii vita itaendelea kwa muda mrefu. Ile ambayo alidanganya Trump kusema kwamba nikija mimi nitaimaliza ndani ya siku moja, nadhani wote tunaona kwamba ile ilikuwa ni sound, kwa sababu sasa tuko tunaelekea mwaka wa pili wa Trump na bado hii vita inaendelea kupigana. Ni vita ambayo inabidi uiangalie kistrategic zaidi kabla hujaangalia kishabiki, kwa sababu kuna maisha ya watu na vitu kama hivyo, na mimi nampendaga kuambiaga watu usiangalie vita sana sana kishabiki, kwa sababu sehemu yoyote ile ukiangalia kama hivi tukisema sasa hivi Iran wanakufa watoto, wanakufa wanawake na nini, wanakufa watu ambao hawahusiki kabisa na hivi vita. Ukija ukiangalia upande wa Gaza ilikuwa hivyo, wanaoathirika ni wale watu ambao hawahusiki kabisa na hivi vita. Ukiangalia upande wa Ukraine ni hivyo, umeona. Kwa hiyo siku zote unavyoangalia, hata kama ndio unajisikia umechagua upande, lakini inabidi uchukue ile nafasi ya kuwa mtu kidogo na kufikiria, je, hivi hasara za vita ni nini? Kwa sababu vita kiukweli, vita sio kitu kizuri kabisa, umeona. Kwa hiyo ndio hivyo, leo nisema tuichambue kidogo vita ya Ukraine, na kama unaona una lolote la ku contribute au kuuliza au una swali au una nini au unataka kushare na watu, share, like na kusubscribe. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Peace.